Na mtazamaji, karibu tuendelee na taarifa zetu, ambapo tunaanza na taarifa kuhusiana na Rais William Ruto ambaye amewaamrisha wanaoishi kwenye maeneo yanayokumbwa na machafuko huko Narok kurejesha bunduki haramu mara moja. Rais ameapa kuhakikisha kuwa amani imerejea eneo la Transmara. Watu kadhaa wameuawa na mamia kuhama kwao baada ya nyumba zao kuteketezwa. Na kama anavyoarifu Will Lusige, watu 6 wamekamatwa huku maeneo 14 yakiratibiwa kama hatari. Hali ikisalia tete katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Narok yanayokabiliwa na machafuko yaliyosababisha vifo na mamia ya wakazi kugura makwao, Rais William Ruto amevunja kimya chake. Akizungumza huko Baringo, rais amewaamrisha wakazi wa kaunti ya Narok kusalimisha bunduki haramu mara moja, akisema atafanya kila awezalo kurejesha hali ya utulivu eneo hilo. Watu watarudisha bunduki, na wasiporudisha bunduki watakiona cha mtema kuni. We must stop criminals and all others who are infringing on the peace and security of other citizens. Na sio tafadhali. Haya ni huku washukiwa 6 wakikamatwa kwa tuhuma za kuchochea mapigano. We are now embarking on closing in to the perpetrators of this crime, the inciters, the financiers of this crime. We have so far arrested some individuals, about 6 of them, and they are going to be taken to court. Lagat akisisitiza kuwa kando na mzozo wa ardhi, kuna watu mashuhuri wanaotumia fursa hiyo kuzua uhasama miongoni mwa wakazi. The other persons of interest will be known very soon as we arrest them. Otherwise, some personalities already, you will see them being taken to court. The active investigation that is ongoing now will reveal the motive of most of these people and their intentions. Ilani ya kutotoka nje itaendelea kutekelezwa hadi utulivu utakaporejea. People have started going back to normalcy. Some have gone back to Angata Baragoi. The situation is that the curfew will still be sustained. Hayo yakijiri huku waziri wa usalama Onesmus Kipchumba Murkomen akiorodhesha maeneo 14 kuwa hatari na yasiyo salama. Maeneo hayo ni Nkaroru huko Transmara Magharibi na maeneo mengine 13 yakiwemo Oldonyo Orok, Sitet, Ololoma, Korna, Ratiki, Isokon, Kerinkani, Kondamet, Olkirorit, Angata Barkoi, Kapkares, Lolgorian mjini na Mashangwa Transmara Kusini. Machafuko hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 7, nyumba zaidi ya 120 kuteketezwa na zaidi ya watu 1800 kukimbia makwao. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.